kuna kazi nyingine sio mbaya, lakini sasa mtoto akishaanza kufikiria nataka kuwa nafanya kazi fulani ambayo ina elimu, ambayo ina nini, kwa anaona tu nikisoma, nisiposoma nitafika, nitaweza kuwa kitu fulani. Okay. Jeda, before umekuwa Jeda wa sasa ambaye we see you on social media, tunafuatilia content zako, tunaziona from time to time. Growing up, as you said before, kwamba mama aliku-influence ukamchagua dada yako kuwa role model. What about a person ambaye anatamani kuwa kama Jeda? What would you tell? Au yule Jeda mdogo yule, Jeda yule ule muacha. What would you like to tell her? Okay. Kwanza nikianza na anayetamani kuwa kama Jeda, alafu nitakwambia huyo Jeda mdogo ningetamani kumwambia nini. Kwa mtu ambaye anatamani kuwa kama Jeda, ningemwambia vitu viwili vikubwa ambavyo naweza kuvikumbuka Rafiki kwa sasa hivi. Cha kwanza ni Mungu. Yani kwenye kuwa chochote kile, kwenye kuwa yoyote yule ni Mungu. Mwambie Mungu who you want to be. Hata kwa ile namna ambayo unaona ni ndogo. Hivi mimi waga na saligi hadi nikiwa na post video yangu. Yeah. Yani waga na sema Mungu jamani, ifanye basi iende au ifanyeje. Kwa hiyo cha kwanza cha kumwambia ni Mungu. Whatever you want to be, yote unataka kuwa, mwambie kwanza Mungu. Lakini cha pili, kuwa na kitu ambacho kina kuinfluence. Useme tu nataka kuwa kama Jeda. Kwa nini? Alafu ukiwa kama Jeda una plan ya kuifanyia huyo, yani ukishakuwa hivyo una plan nacho cha nini? Kwa sababu hata mimi kuna vitu ambavyo nasema sasa nataka hii video iende viral, alafu inanipa nini? Umeelewa? Alafu inanifanyia nini? Kwa hiyo kuwa tu na wewe na plan yako, kwa nini nataka kuwa kama fulani? Au kwa nini nataka vitu fulani viende kwa namna ambavyo nataka. Yes, lakini kitu ambacho mimi ningetamani kumwambia Jeda, ningemwambia good things take time. Na kwenye hiyo sasa process ya kutake time, vinahitaji wewe mwenyewe ujiandae kwa ajili ya huo muda. Tunaona ma role model wengi sana ambao ni wazuri, kusema leo kweli ni wazuri, lakini tu namna ambavyo wanatupa story zao tunaamini ya kwamba vitu ni rahisi. Which ni kweli, kuna vingine ni rahisi, lakini kuna vingine ambavyo lazima vikupitishe sehemu ambayo hadi unabaki unajiuliza hivi kwa fulani nayo ilikuwa ngumu hivi, umeelewa? Lakini pia njia za watu kufika hiyo sehemu ambayo unatamani kufika kama fulani ni tofauti. Pengine yule alipata msaada akafika hapo, pengine wewe akutumia nguvu ambayo unatumia yeye akafika hapo. Kwa hiyo wakati pia unafikiria kuwa kama fulani, au wakati wewe sasa uko hapo unajiuliza nitakuwaje kama fulani, fikiria tu ya kwamba kwenye huo muda ambao akumfikia wewe fulani kutakuwa kuna struggle hapo katikati, kutakuwa kuna unahitaji maombi sana, na kutakuwa kuna season ya kujiuliza sana, hivi ninachokifanya ni sawa au niache? Sawa vya nini? Umeelewa? Kutakuwa na maswali mengi sana, lakini kwa maana hiyo mtoto mwenye confidence anajengwa na maswali mengi. Anajengwa na maswali ya is this the right moment? Nifanye nini ili nifikie hapo? Kipi kingefaa zaidi kwa wakati huu, au what do I do huku natamani kufikia kwenye ile level. Nadhani hicho ni kitu wazazi ambacho wanaweza wakakichukua kwamba we are building that confident child. Why are we building that confident child? Kwa nini tunamjenga mtoto awe na hii confidence? Hii confidence yake ibaki tu shuleni, ibaki tu ya kurudi mitandaoni, au kwa nini naichochea hii karama kwa mtoto wangu? Hicho ni kitu ambacho mzazi pia anapaswa ajiulize. Alafu most of it all, kumwamini mtoto. Kumwamini mtoto kwamba whatever mtoto anataka kuwa, anaweza kuwa. Ukimpa ile confidence, ataiamini na yeye atazidi kuchochea. Mimi naomba nikupe hapo story moja. Haya ni confidential, lakini anyway unaisikia huko kokote nisame. Okay. So mimi sasa nimtemje ili isiwe kesi. Nina mtu fulani namfahamu. Huyu mtu ni rafiki yangu tu. Huyu rafiki yangu ana mdogo wake. Huyu mdogo wake kuna kitu, yani kuna talent ambayo anayo. Lakini nyumbani kwao waga yani hakuna ambaye anamsikilizaga, umeelewa? Kwa hiyo nafika sehemu kwamba anasema unajua gami nimeposti labda nyimbo fulani nikiwa naimba, wewe nimepata labda watu wameniambia niimbe tena cover ya nyimbo fulani, umeelewa? Lakini anakuambia ila hamna mtu nyumbani amewahi kumwambia, yani like kumsikia hata akiimba. Wanamsikia lakini wanamuonaga kama kawaida. Yes. Tu baada hata mama yake mwenyewe anasema yani huyu anahangaika tu huko ulimbukeni, anaona tu huko mtandaoni sijui nini. Lakini mimi mwenyewe kwa lugha TikTok waga namfuatilia. Yaani anaweza kaimba cover, watu wengine wanamwambia rudia basi imba sijui nini. Ila sasa imefika sehemu na yeye hana tena imani na ile kitu anachokifanya. Simply because nyumbani hamna ambaye anaona kama kuna kitu anakifanya. Yaani unamuona kama wewe na wewe nini? Umeelewa? Kwa hiyo hapo point ulosema hiyo hapo ya mwisho ya
kuiamini talent ya mtoto, kuiamini ni kitu kizuri, kwa sababu kuna watu wengine ambao tunawajua huku duniani, hata hapa Tanzania, hawajui kuimba kiasi hicho, umeelewa? Lakini tu they have people ambao wamewaamini. Sasa kama wewe mzazi wangu mimi hautaniamini, nitapambana kweli, lakini sasa kuna muda nitakaa nitajiuliza mimi mwenyewe, hii ni sahihi kweli au hii, unaelewa? Lakini wewe mzazi ukiniamini, kuna confidence unaniongezea kwamba hata mamangu ananiamini, umeelewa? Disappoint, let me do it better. Yeah. Kuna kuna muda mtu mwingine una record content, labda una post, watu wanakuambia yani wewe unaongea mambo ya ajabu huko mtandaoni, lakini ile content ndio unakuta mamangu anakuja ananitumia, ananiambiaje, yani nimecheka nilipoona hii video. Unaelewa? Kwa hiyo sasa akili inaama kule kwenye wale watu ambao wananiambiaje, wewe na wewe mbona umeposti hichi, wanafanya ile negativity. Yes, kwa na mzazi, unajua wale watu naamini ndio watu wepesi sana kwenye kukuondoa kwenye hizo negativity. Kwa hivyo unakuta, au labda nimeposti kitu fulani, mtu anakuambia yani wewe unatumia labda ile vibaya, sio unafanya kitu fulani, lakini mama wangu ndo atakutumia ile akwambie naona unajitoa out. Nafurahi mimi sijai kujitoa out, unaelewa? Kwa hiyo nafanya like I don't care, ni wengine endeleeni kuongea. Lakini sasa kama ile nyumbani pia ungekuwa unaambiwa na wewe unaongea nini huko mtandaoni, mbona naambiwa na watu? Kwa sababu I believe hata wazazi wetu kuna muda wanaambiwa yani mtoto wako huko mtandaoni anapepeta, wanaforward hizo message anapepeta. Mzazi naanza kukuambia nini na unaongea huko mpaka watu wananiambia. In which kweli ni kitu kizuri kama unaongea vibaya mzazi yakukanya, lakini sasa kuna ile ambayo tunajua walimwengu ina disappoint. Kwa unakuta mzazi ile anavyokuamini anasema ya kwamba mwacheni bana huyo aongee, ili mradi aongee vibaya, sijui afanye nini. Mimi ndakupa pia na mifano mingi. Haya, ndakupa mfano. Kuna deal moja nilikuwa nimelipata. La brand ambayo kidogo kwa mitazamo yetu sio nzuri kimaadili, na kwa mzazi yote akipokea atasema sio nzuri kimaadili. So before sijasaini ile deal nikawa nimwambia dadangu akaniambia, it's okay, kwani hiyo ni nini? Hamna, sijaona lugha mbaya ambayo inatumika hapo, sijaona nini. Tatizo tu ni kwamba hiyo brand imezoeleka, yani imetemiwa kinamna fulani na kitu kingine ambacho ni negative. Exactly. Lakini sio kwamba ni kitu kibaya kufanya, alafu pia sidhani kama ni mbaya, inategemea tunaona unaifanyaje. Nikawa najiuliza, Mungu wangu. So nikawa nimemdanganya mama yangu, sijamwambia kama nimefanya. Sasa baadaye kumbe matangazo anayaona. Sijawahi kupokea swali kutoka kwa mamangu ya kwamba kwa nini hii. Yeye tu ndo ananiambia leo sasa mbona uko umetangaza umekaa hivi? Kwa nini usingetangaza ukakaa hivi? Nilikuangalia jana sijui umefanyaje. Kwa ile inakufanya unaona ya kwamba okay, anakusupport na amna kitu kizuri kama yani utaona tu watu wengine wanakupa story ya kwamba mimi nyumbani walikuwa wanikubali lakini nimetoboa. Kuna muda huku dunia inakudiscourage, alafu unatafuta mtu wa nyumbani wa kukuambia you can, hayupo. It's really hard. Kwa hiyo kama mzazi unaona mtoto wangu ana ndoto ya kucheza mpira au ana ndoto ya kufanya nini, usiwe ule mzazi wa kusema ya kwamba ukifika huko kishatoboa ndo utakumbuka utakumbuka au sio nini. Kwa hiyo mzazi ya kwamba nimekupambania na mimi nimekusupport, haijatokea tu imetiki basi, lakini I try my best. Umeniambia kesho nataka sijui kucheza sijui rugby huko, nitakusimama na wewe, nitasimama na haijatokea basi, kwa sababu nobody knows your future. Hata mama mwenyewe ajui, ni Mungu tu anayejua. Yes, hiyo ni kweli. Mzazi wewe unatakiwa uwe ndio ile solid support kwa mtoto wako. Kwamba mtoto wako ana kipaji fulani, wewe ukichochee. I'll tell you this, mimi upande wangu nimekuwa na mtoto. Nikiona anapenda kitu, I'll go buy. Kanunua. Alikuja tu one day anaimba hizi ABCD piano nini, kabla ile tu abonyeze pige tu kelele, hajui ABCD, yani hata hajui kuongea, lakini because alishaona kanisani akaniambia kinaitwa nini, kabidi ninunue ili afanye tu. I don't know kama atakuja kwa musician, I don't know. Yes. And then later ameenda shule, karudi anataka kupaint. Colors, sijui nini. Nitanunua colors because yupo kwenye ile stage ya curiosity. Sitaki kuiua. Nataka tu niichoche. Whatever she's curious about, ataenda nacho. Kesho na kesho kutwa akija na curiosity nyingine, nitaichochea at that moment. Saizi naona anapenda mpira, nitanunua mpira, atapiga, ataruka, atachoka, atauacha, atarudi kwenye piano. Hivyo mimi najiuliza bado wazazi wenyewe mentality ya kwamba ya kitu fulani nikukatishe, unataka kucheza mpira sijui hiyo ni mbaya, unataka bado hapo kwa sababu sijui, lakini
Wapo. Sema sasa ndo hicho kipengele kinakuja. Sio wazazi wote. Kweli unakuta mtoto ana kile kipaji na mzazi kweli una ile kiu ya kuchochea ile talent. Lakini how do you do that? Ndio swali ambalo ni kubwa sana. Unafanya nini ili ukichochee? We can start small. Kama ulivyosema, words of affirmation. Jade, unapenda kuzungumza, you see the way mama anakuandikia kwamba ila ungekaa hivi, tayari ile ni support. Na ile word kwamba comment ngapi negative umepokea? Very many. Lakini ile ya mama imekuja kwamba Jade, ungefanya hivi. Yani anafanya naweza nikaenda kukujibu toka hapa. Zinakupa ile confidence, unazidelete negative comments, una stick na ile ya your support system. So we believe parents though support system moja wapo kubwa sana ya kujenga a confidence parents. Before we end this, una neno gani kwa mzazi ili tu amkuze mtoto wake in a confident way?